Ile draw ya kombe la CRDB Confederation Cup imekamilika leo hii, na draw hii imechezeshwa na baadhi ya wadau, ambapo afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF Clifford Marion Ndimbo alikuwepo pale kuhakikisha draw hii inakwenda salama. Na draw hii iliwakilishwa na baadhi ya watu kutoka katika timu kubwa hizi Simba, Yanga, Stand United pamoja na timu zote ambazo zinahusika kwenye hatua hii. Timu ambazo zinahusika ni pamoja na Pamba Jiji, Mbeya City, Young Africans, Stand United Chama la Wana, Simba Sports Club, Kagera Sugar Wanankurukumbi, Singida Black Stars pamoja na JKT Tanzania. Na baada ya draw hii manakuwa washindi watakwenda katika hatua ya nusu finali na baadaye kwenda hatua ya finali. Sasa katika michezo hii Young Africans atakuwa nyumbani dhidi ya Stand United, JKT Tanzania atakuwa nyumbani dhidi ya Pamba Jiji, lakini Simba Sports Club atakuwa nyumbani dhidi ya Mbeya City, Singida Black Stars wao wataanzia nyumbani dhidi ya Kagera Sugar. Alafu sasa kuelekea nusu finali, maana kuwa hii ni robo finali, ambapo mshindi kati ya Stand United dhidi ya Yanga atakutana na mshindi kati ya JKT Tanzania na Pamba, na mshindi kati ya Simba dhidi ya Mbeya City atakutana na mshindi kati ya Singida Black Stars dhidi ya Kagera. Kwa maana hii Simba na Yanga haziwezi kukutana katika hatua inayofuata, means hatua ya nusu finali. Badala yake timu hizi kama zitafanya vizuri zitakwenda kukutana katika hatua ya finali. Maana kweli Yanga apite inabidi amfunge Stand United, lakini ili Simba apite inabidi amfunge Mbeya City. Hapo ndipo wanaweza kukutana. Hii draw ambayo imechezeshwa leo hii, kwa upande wako unaionaje draw hii? Kini kuna uwezekano mkubwa sana wa timu hizi kubwa Simba pamoja na Yanga kukutana tena kwa mara nyingine kwenye michuano hii, kwa sababu naamini Simba kumfunga Mbeya City inawezekana, lakini Young Africans kushinda dhidi ya Stand United inawezekana kama kila mmoja atajipanga vema na hata mdharau mwenzie. Na mshindi wa jumla wa michuano hii ndiye mara nyingi anaungana na wale watu watatu kwenye ligi kuu kwenda kuiwakilisha nchi katika michezo ya kimataifa, ambapo wawili wataenda klabu bingwa na wawili wataenda kombe la shirikisho. Lakini points zetu upande wa CAF bado si salama sana, kwa sababu Young Africans alitoka katika michezo ya klabu bingwa barani Afrika katika hatua za awali, lakini Simba ndo hivyo tena, baada ya jana kupokea kichapo cha mabao 2-0 ana mlima mwingine tena wakuja kuupanda hapa nyumbani Tanzania siku ya tarehe 9, ambapo atapepetana tena na Al Masry katika mchezo wa marudiano. Endapo atafanikiwa basi kuvuka hatua ya nusu finali, points zetu zinaweza zikawa salama na tukapeleka timu 4 kama kawaida. Lakini kama atashindwa basi CAF wataangalia nchi inayofuata ambayo itakuwa na points kubwa zaidi ya Tanzania, ambayo itapeleka timu 4, alafu sisi tuarudi katika ile miaka ya nyuma ambapo mshindi wa kombe la ligi kuu ya NBC ataenda kama kawaida klabu bingwa, alafu mshindi wa pili ama mshindi wa kombe la shirikisho ile la Azam Sports Federation zamani, lakini hivi sasa CRDB Confederation Cup, ndiye ambaye ataenda kuwakilisha nchi katika ile michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo draw hiyo imekamilika. Simba pamoja na Young Africans wajiandae vema ili tujue nani alimkimbia mwenzie katika mchezo wa dabi, maana watakutana kwenye hii michuano kama atafanya vizuri, alafu kwenye ligi kuu lazima wakutane tena. Patamu hapo.